Hawa ni mashabiki wa Young Africans wamebeba tuzo. Na mimi nimesema hii tuzo hata sijui ni tuzo ya wapi. Naona wameanza kuniwashia moto. Bwana Maki unasemaje kwanza? Bwana mimi wewe unasemaje? Hii tuzo nafikiri tuzo ilitoka wewe mwenyewe unaelewa, sema kwa sababu unatutuporojo kidogo kututoa akili zetu ili tusiwe imamu na wewe. Wewe unasemaje? Hii tuzo imetoka Yanga fahari yetu. Yaani wale matawi ambayo yanasafiri mikoa yote takribani na nje ya nchi kuhitimisha Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo ukiwa katika sekta kama ile lazima upewe tuzo. Kwa Yanga wakakaa wakatathmini, akiwepo engineer Eli Said rais kipenzi na msaidizi wake alafuatiaji, kwa wakakaa wakatathmini, wakaona hawa ambao wanotembea na matawi na kutembea sehemu aina yote nje ya mkoa na ndani ya mkoa na nje ya nchi. Kwa lazima tuwape nani zao, tuwape tuzo zao. Kwa ndo tuzo hii imetokea ya kwanza kwamba Yanga fahari yetu, tumehitimisha kwamba sisi tuko vizuri, na bado hii twela bado zingine zitakuja, zingine muendelezo mwingine utakuja 2025 2026. Kingine ninachosema ni kwamba Yanga fahari yetu safari, mwenyekiti wetu Mkumbi kasema kupitia tuzo hii ni kwamba ameandaa safari mbili kwa waandishi wa habari ambao mimi nitawachagua, ambao watapaa kwa ndege kuelekea Mbeya mechi na Mbeya City. Alafu na wanachama watatu watasafiri kwa ndege. Unajua sasa hivi Yanga fahari yetu tushachoka, ni masuala sana ya kusafiri humu kwenye barabara. Sasa hivi ndio tupae. Hii ni Yanga fahari yetu. Niseme tu tumejizatiti sana, umemwona huyo. Niseme tu kul nafsi dhakatul maut, kila nafsi itaonja ndio kama madunduka. Yaani unasema kul nafsi dhakatul maut. Na wale kitu wasema Bwana ametoa jina lake ndio kama leo hii tunampiga tena mara ya 6. Piga kwenye kichwa. Piga kwenye kichwa. Unaulizajibu swali. Wanasema leo amewaletea kichwa. Nini? Leo wanasema leo wamewaletea kichwa. Ndio tunapiga kwenye kichwa. Tunapiga kwenye kichwa. Someta kichwa. Tunapiga kichwani. Tunapiga kichwa. Wote ajua. Kichwa cha kwanza umekiona? Umesahau mecha juzi hapa? Hujaona kwa ikuwa. Mimi niseme hivi, 7 Media, Rick Media mnaopiga sana mwingi wanangu. Popote ambapo Yanga fahari yetu wapo na nyie mpo, mabosi wenu jamani, inabidi waongezee mshahara sasa. Mnaopiga mwingi sana mpaka unamwagika. Jamani, Mungu aweke mabosi, hebu jamani waongezeni mshahara vijana. Imeisha hiyo wanangu, mnasemaje? Hii ndio Yanga fahari yetu. Bwana sikiliza bwana, mimi cha kuongezea kwamba mimi nadhani kwamba umetuona sisi wananchi wote tumejazana, tuko wengi sana kupita wale zetu wa pembezoni, wanaona kabisa kwamba leo wanakwenda bado kufufua jeneza lao. Jeneza bado linafudika vile vile. Kwa hiyo mimi niwaambie kwamba nashukuru viongozi mashabiki wangu na wanachama wote waliojazana kuishuhudia timu yetu ya leo uwanjani, tofauti na wenzetu. Wenzetu bado wameshika na uoga. Sababu unapoenda kupigwa mara 6 mfululizo, ina maana wewe lazima uwe muoga. Mtoto mdogo yake binapioyo, mtoto mdogo yake binapioyo. Hiyo michezo anayocheza Simba Yanga tushamaliza, hawezi kucheza na sisi. Yanga fahari yetu, Yanga fahari yetu, safiri na Yanga fahari yetu. La mwisho jamani ni kwamba bosi Kanuna akasemaje, ukitaka kadi ya wanachama wa Yanga changie 15,000 tu 14,000 namaliza yeye. Asa Mungu akupe nini? Umeona upande wa pili wale kadi za wanachama hawana. Imeisha. Basi Yanga bingwa.